nalipenda neno lenye uzima. Isaya mlango wa 7 kifungu cha 14 hadi 17. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Siagi na asali atakula wakati ajuapo kuyakataa mabaya na kuyachagua mema. Kwa maana kabla mtoto huyo hajajua kuyakataa mabaya na kuyachagua mema, nchi ile ambayo wewe unawachukia wafalme wake wawili itawaacha ukiwa. Bwana ataileta juu yake na juu ya watu wake na juu ya nyumba ya baba yake siku zisizokuja bado, tangu siku ile aliondoka Efraimu kutoka katika Yuda, yani mfalme wa Ashuri. Hilo ndilo neno la Bwana. Marko mtakatifu mlango wa 13 kifungu cha 5 hadi 30. Yesu akaanza kuwaambia, jihadharini mtu asiwadanganye. Wengi watakuja na jina langu wakisema mimi ndiye, nao watadanganya wengi. Nanyi mtakaposikia habari za vita na uvumi wa vita, msitishike. Hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na mfalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na matetemeko ya nchi makali, mahali kutakuwapo na njaa. Hayo ndiyo mwanzo wa utungu. Nanyi jihadharini nafsi zenu, maana watawapeleka nyinyi mabarazani na katika masinagogi mtapigwa, nanyi mtachukuliwa mbele ya malimali na wafalme wa injili yangu kuwa ushuhuda kwao. Na sharti injili ihubiriwe kwanza katika mataifa yote. Na watakapochukua nyinyi na kuwasaliti, msitafakari kwamba mtakayosema, lakini lolote mtakalopokewa saa ile lisemeni, kwa maana si nyinyi msemao, bali ni Roho Mtakatifu. Na ndugu atamsaliti ndugu yake ili auawe, na baba atamsaliti mtoto, na watoto watawashambulia wazazi wao na kuwafisha. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kusaburi hata mwisho ndiye atakayeokoka. Lakini mlionapo chukizo la uharibifu likisimama pasipokuwa asomaye na afahamu, ndivyo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na mtu aliye juu ya dari asishuke wala asiingie kuchukua kitu nyumbani mwake, naye aliye shambani asirudi nyumbani kulichukua vazi lake. Lakini ole wao wenye mimba nao wanyonyeshao siku hizo, ila ombeni yasitokee hayo wakati wa baridi, kwa maana siku hizo zitakuwa na dhiki, jinsi isiyokuwa tangu mwanzo wa kuumba alivyoumba Mungu hata sasa, wala haitakuwa kamwe. Na kama Bwana asingalikatiza siku hizo, asingeokoka mtu yeyote. Lakini kwa ajili ya wateule aliowateua amezikatiza siku hizo. Na wakati huo mtu akiwaambia, tazama Kristo yuko hapa au yuko kule, msisadiki. Kwa maana wataondoka
Makristo wa uongo na manabii wa uongo watatoa ishara na maajabu wapate kuwadanganya kama yamkini hata hao wateule. Bali nyinyi jihadharini, nimekwisha kuwaonya yote mbele. Lakini siku zile baada ya dhiki, hilo jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota za mbinguni zitakuwa zikianguka, na nguvu zilizo mbinguni zitatikisika. Hapo ndipo watakapomwona Mwana wa Adamu akija mawinguni kwa nguvu nyingi za utukufu. Ndipo atakapowatuma malaika na kuwakusanya wateule wake toka pepo nne, toka upande wa mwisho wa nchi hata upande wa mwisho wa mbingu. Kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake lishapokuwa laini na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno ni karibu. Nanyi kadhalika, myaonapo mambo hayo yanaanza, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Amini nawaambieni, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimie. Hili ndilo neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu ni wakati wa Krismasi. So that means mawazo yetu, fikra zetu zote, you are focusing on Christmas Day. Bwana Yesu asifiwe. Na kama mchungaji wetu aliyotuhubiria Jumapili iliyopita akatuanzisha kwamba it's a Lent season. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa majilio. Na wakati huu ni kungoja Yesu azaliwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi, you are not focusing on that Christmas day. Jina la Bwana lipewe sifa. We are focusing on the second coming of Christ. Jina la Bwana lipewe sifa. So napasa tujiulize, Yesu anazaliwa kweli, but atakuja mara ya pili. Wakati Yesu anapokuja mara ya pili, itatupata tukiwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu anapokuja kulinyakua kanisa ama kutuchukua, mpendwa, tutakuwa tuko wapi? Hilo ndo swali kubwa tunafaa tujiulize. It's not about celebrating ama kuangalia mavazi, kuangalia tutachinja nini. Let's focus on the second coming of Christ. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati tunasikia parapanda imelia, anakuja kesho. Tukianza na mimi na sisi sote, atatupata tukiwa wapi? Matendo tunayotenda yako sawa? Uko tayari kwenda na Mungu? Ama atakupata ukiwa njia panda, uko huku uko huku? Hiyo ni swali nafaa tujiulize sisi wenyewe. Yesu anapokuja atupate tuko tayari. Jina la Bwana lipewe sifa. Na mchungaji alihubiri about the second coming of Christ, akaangalia two things. I just reminding ourselves. Aliongea about the nature of his coming. That is the first thing aliongea. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kasema it will be a glorious coming and a sudden coming. Maana kuja kwake hatatoa taarifa, atakuja ghafla. Naambia atakuja kama mwizi. Maana mwizi anapokuja kuiba kwako hata kupigia simu, uko nyumbani saa ngapi? Hapana, yeye ndo atajitaimisha time yake mwenyewe. Yeye utapata tu ashavamia. Ndio maana anaambiwa Yesu atakuja kama mwizi. Bwana Yesu asifiwe. But our focus in anapokuja atupate tuko tayari. Anapokuja atupate matendo yetu yanaendana na jinsi anataka. Bwana Yesu asifiwe. Anapokuja atupate tunamsifu, tunamwabudu, we are in the line yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Na mchungaji akazungumzia kitu ya pili ni kwamba why is he coming again?
aliozungumzia hiyo kitu. Akasema to complete the work of redemption. Kazi yenye alianzisha anakuja kuikamilisha. Na ingine akasema to resurrect the dead. Na akasema to judge all people. Na ingine akasema to deliver the church. Bwana Yesu asifiwe. So alizungumza those two things about the nature of his coming and why he's coming again. Jina la Bwana lipewe sifa. So na mimi leo continue mali aliachia. Sitazungumzia habari za Christmas. I'm still on that topic, the second coming of Christ. And the first part I'm going to talk about is the 4 general features characterized the time of the Lord's return. Bwana Yesu asifiwe. When you talk about features characterized the time of the Lord's coming, kuna mambo lazima yatatokea. Kuna mambo tutayaona. Bwana Yesu asifiwe. Let's say it's like signs and symptoms. Sawa sawa. Tuseme kama ukiwa mgonjwa, kuna dalili utaona, mara kushemua, mara kukohoa, mara usikia viungo zinauma. Unaanza kugeza, hii kama si malaria hii. Hii ni kama ni homa, hii kama ni fever. Kuna sasa hizo signs. Alafu ndo uende hospitalini, daktari akupime na akonfirm. Uko na malaria, uko na typhoid, uko na nini. So the same things, the features characterize the time of the Lord's return. So wakati Yesu atakaporudi kulichukua kanisa, ama wakati Yesu atakaporudi mara ya pili, kuna vitu zitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Na hizo ndo dalili za kujua kwamba yuko karibu kuja kutuchukua. Jina la Bwana lipewe sifa. And kitu ya kwanza, under that general features characterize the time of the Lord's return, it is religious apostasy. Jina la Bwana lipewe sifa. So when you talk about religious apostasy, is just falling away from the faith. Hiyo imani yenye uko nayo. Sasa una believe kama kanisa, tuna believe tunapenda Mungu, tunafuata maagizo yake. Lakini wakati Yesu ako karibu kuja, kuna watu watapingana na hiyo imani. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine hata yule ukweli watakao wanaambiwa kutoka kwa Biblia, wengine watakataa. Ndio nimesema rejection of truth. Bwana Yesu asifiwe. And Mark chapter 13 verse 5 inasema hivi, Yesu akaanza kuambia, jihadharini mtu asiwadanganye. Bwana Yesu asifiwe. Maana hapo alijua tayari wakati anakaribia kuja, kuna watu watakuwa wadanganyifu. Na wengine watafuata hiyo uongo na wataacha ukweli. Ile ukweli yenye tunajua kwa Biblia inasema hivi na hivi. Wakati Yesu anakaribia kuja, wengine watakataa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, under the features, persecution and worldwide witness. Bwana Yesu asifiwe. And when you talk about persecution and worldwide witness, the followers of Christ will face increased hatred and persecution from all nations. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wenye tumesimama na Mungu na wenye tunalitaja jina la Mungu, tutaface a lot of hatred, chuki sana. Tutachukiwa sana kwa sababu tumechagua nani? Kristo. Vitu nyingi sana zitatokea maana tumeamua kumchagua Mungu. That is another sign. In Mark chapter 13 verse 9 to 11 inasema hivi, nanyi jihadharini nafsi zenu, maana watawapeleka nyinyi mabarazani. Anaposema nanyi jihadharini nafsi zenu, anatuzungumzia sisi wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maana watawapeleka nyinyi mabarazani. So that means sisi wa Kristo wenye tunajua Mungu ama tumefuata Mungu, tutakutana na Antichrist. Na hao ndio watatupeleka wapi? Mabarazani. Na katika masinagogi mtapingwa. You see? Tutafanya nini? Tutapingwa. Sisi wenye tunahubiri neno.
Sisi wenye tumeamua kumfuata Kristo tutapingwa tena sana. Nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu. Yesu ndiye alikuwa anawaambia hivyo. Kwa ushuhuda kwao, na sharti injili ihubiriwe kwanza katika mataifa yote. Na watakapowachukua ninyi na kuwasaliti, msitafakari kwanza mtakayosema, lakini lolote mtakalopewa saa ile lisemeni, kwa maana si ninyi msemao, bali ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu alijua, alipokuwa akiongea hapa, alikuwa anajua the time will come, wakati wa karibu kuja, tutaface hizo increased hatred. Na alisema tutachukuliwa, tutateswa, tutapitia hali ngumu, tutatukanwa, only because tumeamua kufanya nini? Kumfuata Kristo. So are we ready? Tutukanwe, tuteswe kwa sababu ya Yesu. Tuko tayari? Ama ifika hapo unamkana, sema no, mimi simjui. Kama nimekata shingo simjui. But Yesu ametuadharisha na mapema. We will face increased hatred of all nations. And verse 13 inasema, nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kusaburi hata mwisho ndiye atakayeokoka. Bwana Yesu asifiwe. That is very important point. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Yesu anasema hivyo. Watu watafanya nini? Watatuchukia sana kwa sababu tumeamua kumkiri Kristo. Lakini anatupa moyo akisema kwamba, hiyo part 2 anasema kwamba, lakini mwenye kusaburi hata mwisho ndiye atakayeokoka. Jina la Bwana lipewe sifa. So tutachukiwa sana, tutapitia hayo yote, lakini anasema tufanye nini? Itabidi tuvumilie. Jina la Bwana lipewe sifa. For the sake of Christ. Na wakati tunapovumilia mpaka mwisho, tunasema ndiye atakayeokoka. So are we going to give up hapo katikati? Wakati tumepitia hizo, hata sometimes we face them, si ndio? Sasa hivi wenye tumeokoka, kuna zingine unapitia kwa sababu ya Mungu. Seti kwa sababu ya kitu chochote, maana umekiri tu jina la Mungu. Hata sahihi yako, huna kila mtu ni Mungu, 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 Mungu. Unasikia sometimes watu wakiongea live. Jina la Bwana lipewe sifa. So there's so many things you can face. Hata kwa familia, si wote wenye wamemjua Mungu. Hasa wenye wamjui Mungu, wewe unaweza enda hapa tu unaomba, naambia unatuchokesha na maombi yako. Ujui ile maombi ndio inawasaidia wao. So sometimes tunafuata hata kwa familia you face, because wewe umeamua kufanya nini? Kufuata Yesu. Sometimes hata unachukiwa na hao ndugu wenyewe ama the family uko nao karibu, because umesimama na nani? Na Kristo. Huyu naye ameokoka sana. Huyu naye anajifanya anajua Mungu sana. Without knowing kwamba pasipo huyo Mungu hata hao wenyewe pia wangepigwa wakakuwa chini. Because unasimama kwa sababu ya, because wakati unaomba obviously usijiombea wewe peke yako. Lazima utaombea na ndugu zako, utaombea na wengine pia. So hizo ndo vitu Yesu alikuwa anaongea. Tutachukiwa, lakini tutafanya nini? Tuwe na uvumilivu because of Christ. Na tunapovumilia hadi mwisho, Yesu anasema tutafanya nini? Tutaokoka. So mimi nikwambia, we will face, there's so many things, we will face them. Nyingi sana. Tutapambana nazo, tutakutana nazo. Wengine kwa marafiki, wengine kwa familia, bali popote unapoenda tu. Mpaka unajiuliza kwani mimi nina shida gani? Lakini mkumbe kwa vile ulikiri tu jina la Yesu, ndio maana nakutana na hizo vitu zote. Bwana Yesu asifiwe. But we should not give up. Jina la Bwana lipewe sifa. Hata ukayasikia yatoke na huku, and you focus. Hata ukakeka kizuizi, songa mbele. Don't focus on those things. Because if you focus, utarudi nyuma. Na wakati umerudi nyuma, hiyo ndo raha yao.
That is what they want. Bwana Yesu asifiwe. So tutasikia, tutayapitia, tutapanda, tutashuka, tutapigwa, tutachukiwa, tutatukanwa kwa sababu ya nani? Ya Yesu. Acha tusimame, tukue strong and we focus paka wakati Yesu atakapokuja. Don't join them. Bwana Yesu asifiwe. Waache wewe ufocus. Wataongea si watamaliza. And the end, nasemaga at the end of the month hakuna mshahara wanapata, ni kuongea tu. Wewe move on. Sometimes nasemaga pia, ukinisema ama kwa mfano ninapopitia hizo hali ngumu kwa sababu ya Kristo, is a stepping stone. Sasa wakati wamesema, sometimes wanakupandisha kwingine. Wakati wanakusema wanakupandisha ngazi nyingine. Wakati unapitia hizo temptation kwa sababu ya Yesu, kuna ngazi unapandishwa na Mungu. Huwezi kuwa mahali pamoja. Provided umefight and you have never give up, lazima utapanda ngazi nyingine. You never remain the same. Bwana Yesu asifiwe. So yakija ni kustahimili na kuvumilia na kwamba Mungu atutie nguvu. Bwana Yesu asifiwe. So wakati tunapokuja, tunapoomba na Mungu akutie nguvu, hiyo ni unasongezwa kiongo kingine na Mungu. Kama ulikuwa stage ya kwanza, unapelekwa stage ya pili. Hivyo polepole paka tutoboe, paka wakati Yesu atakapokuja kutuchukua. Bwana Yesu asifiwe. So don't give up, feel encouraged. Maana Yesu alikuwa anajua haya yote atatokea. Ndio maana akatuandikia katika kitabu cha Marko mlango wa 13. Akaendelea kutuelezea vitu zenye tutapitia, na wakati atakapokuja hizi vitu zote tutapitia. Hata zingine si tunaziona hata saa hii. So hizo ni dalili. So anytime Yesu atakuja. Bwana Yesu asifiwe. La tatu ni kwamba war and conflict between nations. Bwana Yesu asifiwe. When you talk about war and conflict between nations, hizo ni vita. Jina la Bwana lipewe sifa. Nation will rise against nation, accompanied by widespread conflict. So hizi zinatokea. Inchi hii inapigana na inchi hii. Ina happen ama hai happen? It is there. Si ndio? So hizo ni dalili zingine. Ndio maana naambia Yesu anakuja kama mwizi. Wezi ngoja zi 2020 ngapi ndo anakuja. Anytime anaweza kuja. Ni sisi tuwe tayari. So mataifa watapigana bana mataifa mengine. Na hiyo kitu inaendelea na iko paka saa hii. There are some countries we are fighting because of each other. Bwana Yesu asifiwe. And Mark 13:7 Yesu aliandika akasema, nanyi mtakaposikia habari za vita na uvumi wa vita, msitishe. Hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Mmesikia Yesu venye anatuambia hapo katika kitabu cha Marko 13:7. Anatuambia hivi, nanyi mtakaposikia habari za vita na uvumi wa vita. Anasema msitishwe. Hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. So hizo ni dalili tu. Tunapoona inchi hii inapigana na inchi hii, hii country na hii wanapigana, unaambiwa bado haijafika mwisho. So hizo ni dalili zinaonekana kwamba hayuko mbali, lakini bado hujafika mwisho. So msitishwe wala msiogope. Wala we should not focus on that. Tunajua kwamba hii iliandikwa kwa Biblia. Mwisho unapokaribia kuna inchi itapigana na inchi nyingine. Na ndizo hizo zinapigana. Sisi ni kujiweka tayari. Bwana Yesu asifiwe. And then ya 4 ni kwamba disturbances of natural order. Bwana Yesu asifiwe. When I talk about the disturbances of natural order, is the suns in the heavens, sun and the moon being darkened, and star falling from the sky. Bwana Yesu asifiwe. It is on Mark chapter 13 verse 8. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Kutakuwako na njaa. Hayo ndio mwanzo wa utungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa unaambia kuna matetemeko ya nchi na mahali mahali kutakuwa na njaa.
hayo ndio mwanzo wa utungu. Hapo sasa ni matetemeko ya nchi. So you have experienced that. Sometimes tunakuaga na hiyo. And then verse 24 inasema kwamba lakini siku zile baada ya dhiki hiyo jua litatiwa giza. Praise God. Nasema kwamba that is what we call about disturbance of natural order. Because mshaona jua lilikuwa giza mchana. Na sasa aliko giza, si ndio? Si tunapata mwanga. Sasa itakapofika hizo ndio dalili sasa tunaambiwa na Yesu, hizo ndio dalili. Maana mchana linatupea mwanga kila siku. Si ndio? Kila siku linatupea mwanga mchana tunaangalia. Lakini wakati tumekaribia ndio maana tunaambiwa disturbances. Haitakuwa normal tena. Ndio maana naambiwa lakini siku ile baada ya dhiki hiyo jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake kama venye natoa mwanga usiku, na nyota za mbinguni zitakuwa zikianguka, na nguvu zilizo mbinguni zitatikisika. Bwana Yesu asifiwe. So oda pia itafanya nini? Mambo yatabadilika. Jua litakuwa, mnazima mshaona jua likiwa giza. So hiyo dalili nyingine. Sasa vitu kama hizo, yani vitu zinatendeka zenye hatukutarajia. Tunaambiwa pia nyota zitakuwa zinashuka chini. Sio kwa tunaziona huku kwa sky usiku. Lakini that day tutaona mambo. Unasema jua limekutana na mwezi. Umesikia tukisema hivyo? Tunasemaga hivyo. So hizo vitu zitakuwa sasa zinabadilika. Haitakuwa venye zinakuwa. Mambo yatokana. So tumeona dalili zingine zimeanza kutokea tayari. Mara mwezi umebadilika rangi, mara jua limekuwa color black. Nyota siku hiyo zitakuwa zimefanya nini? Zinashuka chini. Bwana Yesu asifiwe. So those are the signs, four general features characterize the time of the Lord's coming. I think tumezicapture hizo zote. There are 4. Religious apostasy, persecution and worldwide witness, and war and conflict between nations, and disturbances of natural order. Bwana Yesu asifiwe. So hizo ndo dalili wakati Yesu ako karibu kuja. Hizi vitu tutaziona. Na venye tumesema zingine tayari tumeanza kufanya nini? Kuziona tayari. Umeona zikitokea. Ndio nawaambia Yesu atakuja anytime. Ni ile atupate tukiwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Anytime anaweza tokezea. Utakupata ukiwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. So ni kuja kanisani na imani yako ikoe kwa Yesu. Si kukuja tu kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio akija Yesu sote venye tuko hivi tuende na yeye. Tusione mwingine amebaki kwa sababu jia hili na hili. Praise God. How are we prepared as you wait for the second coming of Christ? Jina la Bwana lipewe sifa. Tumeangalia the signs, the features zenye zitatokezea wakati Yesu ako karibu kuja. Jina la Bwana lipewe sifa. So, preparing for the Lord's return, or for the second coming. Na kitu cha kwanza nataka tuseme ni kwamba making sure we are right standing with God. Bwana Yesu asifiwe. That is the first thing we should do as you wait for the Lord. And tunapoongea ya kwamba right standing with God, si kila mtu anajua Mungu na tunajua kenye anatarajia tufanye sisi. So lazima tusimame sana na huyu Yesu. In our deeds lazima reflect nani? Mungu. Maana tunasemaga kila siku sisi ni Wakristo, sisi ni barua ya kusomwa na wengine. So wakati tumekuwa hapa kanisani, wakati uko mtaani, wakati uko hapo in the community or in the society, wakati tuko kazini, wakati unafanya biashara zako, wakati uko hapo, barua yako inasomeka vipi? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anatamani aseme matendo ya huyu mama nayatamani sana. Ama kuna mtu unaweza mbadilisha through your actions or your deeds. Bwana Yesu asifiwe.
Sema kama huyu msichana yule Yesu anayeabudu namtaka, maana nimeona matendo yake ni mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Ama unaona mtu tayari anabadilika kwa sababu hujamwambia kitu, lakini ameona yale matendo yako mema unafanya, abadilishe matendo yake kwa sababu yako, aone zile matendo mazuri una portray. Huyu mama ni mzuri, hana story na mtu, aingie ndani asome Biblia yake, aombe, afanye shughuli zake. Simuoni kwa vibaraza, simuoni nyumba kwa nyumba akizunguka. Nataka kuwa kama yule mama. Bwana Yesu asifiwe. So our deeds lazima ziportray Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunawakilisha ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu. The teachings zenye tunafundishwa lazima tuzishike na tuzifuate. Bwana Yesu asifiwe. That's why we standing right with God. And what we do, kenye tunafanya kionyesho kwamba Yesu ako ndani yangu ama Mungu ako ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote ulipo, tuwakilishe ufalme wa Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na watoto wetu wenye wanakuwa tuwakuze vizuri katika maadili na misingi ya kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ya pili ni kwamba we should persist in prayer. Bwana Yesu asifiwe. Maana hii maisha ya wokovu unaweza kaa bila kuomba kweli? We dedicate daily time to prayer, praising and listening to God, making every day an act of worship. Bwana Yesu asifiwe. Tukue kwa line ya Mungu all the time, to dedicate our daily time to prayer. As you wake up, the first thing unafikiria it is prayer before uanze shughuli zako. Whenever you go, ukue kwa muda prayer. Hata kama uko kazini, uko wapi, mchungaji anasemaga hata shioni unaweza omba, si lazima ushout. Silent prayer na Mungu anasikia. Hata barabarani ukitembea, me sometimes I do pray while I'm walking. Pole pole tu na zinafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. When you go to sleep, prayer. Whenever you are, tanguliza nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na limteli, wakati umetanguliza Mungu ama umeweka prayer mbele yako, hata kama kuna jaribu lilikuwa linakuja mbele yako na umetanguliza Mungu nyumbani, Mungu atakuepusha. Bwana Yesu asifiwe. Hata lingine lilikuwa lije lizito zaidi, lakini through prayer utakuwa umekatakata makali. Unalikatakata makali, so litakuja lakini lepesi. Hilo utakuwa tayari umelimaliza. Bwana Yesu asifiwe. So let's dedicate our time to prayer. Tena tunaambiwa persist in prayer. Ile prayer yenye unaomba seti ya wakati umepatwa na shida, ndio sasa nakumbuka acha niombe. Wakati unataka kazi, ndio sasa hapo unaomba usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Ani wakati uko na uhitaji, ndio sasa maombi. Hapana. Let our life be a life of prayer. Bwana Yesu asifiwe. Na tusiombe pasipo kufanya nini? Kukata tamaa. We pray. Tusichoke wala tusikate tamaa. Hata kama kuna kitu unaombea, tuendelee kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu ya tatu ni kwamba we should remain watching. Bwana Yesu asifiwe. All the time we should be alert. All the time we should be alert. Yaani sisi wenyewe tunapoendelea kukaa tukue alert sana, yaani tujikumbushe all the time kwamba Jesus is coming. Bwana Yesu asifiwe. Na tujiweke tayari kila wakati. Wakati unafanya kitendo hiki, wakati unafanya hili, kumbuka Yesu anakuja. So hiyo kitu unafanya, yaani we should be very alert. Wakati unafanya hili, is it pleasing God? Ama when Jesus comes kuja kulichukua kanisa, anipata nafanya hili tendo, nitaenda ama nitabaki? Wewe mwenyewe ujiulize peke yako, usiulize mtu. Unapofanya hiyo mambo yote tunayofanya, we should be being watchful all the time. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ya tatu. Na ya nne inasema kwamba be a guard against false teachers. Bwana Yesu asifiwe. Be a guard against false teachers.
Mark 3:5 na irejelea tena. Yesu akaanza kuambia, jihadharini mtu asiwadanganye. Bwana Yesu asifiwe. Maana watu ni wengi, manabii ni wengi, si ndio? Wachungaji ni wengi, wanatabiri ni wengi sana sana. Mwanzo siku hizi ukifungua TV, hizo channels, ukienda huku unapata mwingine, ukienda huku unapata mwingine, ukienda huku unapata mwingine. Bwana Yesu asifiwe. But be guard against false teachers. Nafaa tuwe makini tena sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise God. Tukue makini sana. Acha sisi tufuate yenye inasema kwa Biblia. Maana ni wengi. Maana Yesu alikuwa anajua. Ndio maana anatuambia jihadharini. Alikuwa anajua inapofika yule wakati watakuja wengi hivi. Wengi sana. Wengine kweli wanawakilisha Mungu vizuri, wengine wanawakilisha ufalme zao, wengine ni kudanganya. Hata sasa kuna wengine wanadanganya. Unaketi chini unasikiza mchungaji anahubiri hivi, unasikiza hizo teachings. Unashindwa huyu ametoa wapi? Ama iko kwa Biblia lakini venye inahubiriwa. Unashindwa hapana. So, lazima tukue makini sana. Na kuwa makini kujua the false teaching. Tuambie Mungu atupe roho ya utambuzi. Bwana Yesu asifiwe. So as we wait for returning of Christ, of Lord, wakati tunangoja the coming of Christ, hizo mambo tuzingatie sana. Making sure we are right standing with God. We should persist in prayer. We should remain watching and be a guard against false teaching. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tumejeka vizuri kwa Mungu, wakati tumefuata matendo yake mema, wakati tunasikiza neno lake na kulifuata, Yesu anapokuja tutafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Anapokuja kulinyakua kanisa, natamani tukue sote tunaenda pamoja. So ni Mungu atusaidie na Mungu atuwezeshe sisi sote. Starting with me. Maana neno linapohubiriwa linaanza na mimi mwenyewe kwanza. Mungu atusaidie kwa matendo yetu, kwa maneno yetu. You should be very watchful. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama mtu hayuko karibu, asema mama wa kanisa anione hapa. Hakuna mtu wa kanisa hapa. Mahali popote ulio peke yako, uwe kazini, uwe nyumbani, pale popote ulipo, tuwakilishe Kristo vizuri. Mahali popote tulipo, acha matendo yetu ya portray Christ. Jina la Bwana lipewe sifa. And whatever you do, whatever you talk, kenye tunaongea kinatoka kwa mdomo wetu, acha kiwe ni kitu cha kutia mtu moyo, si cha kuvunja mtu moyo. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati unapovunja mwenzako moyo, you are not representing Christ. Unawakilisha ufalme mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Wakati you talk bad about the other person, unawakilisha Christ. Maana Yesu hajatuambia tusengenyane. Yesu hajatuambia tuweke chuki. Yesu hajatuambia tukae na matendo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amesema you be watchful all the time. So kuongea kwetu, matendo yetu, kunena kwetu, tujadari sana. Bwana Yesu asifiwe. Hizo tuziweke kando as we finalize this year. So wakati tunaendelea kusherehekea Krismasi, tusisahau kwamba Yesu anakuja mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Na atakuja kulichukua kanisa. So unajua ni mengi tumefanya mwaka huu, labda mengine yalikuwa mpendezi Mungu. Tumekuwa na masengenyo, tumekuwa na chuki, tumekuwa na uongo mwingi, tumekuwa na mambo mengi tumefanya that not pleasing God. Lakini tujitahidi sana, tunapomaliza huu mwaka tuachane na hizo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Tusafishe maisha yetu, tusafishe mioyo yetu, tusafishe matendo yetu, ili Yesu atakapokuja atupate tuko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Yesu atakapokuja
akapate kanisa lenye linamwabudu kwa roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Sote tunapokutana mbinguni tunaimba na malaika, itakuwa ni furaha kuu. Jina la Bwana lipewe sifa. Tumshukuru Mungu kwa kuzalia kwa Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wetu. Kitu nyingine, tuwavutie watu kwa Kristo pia as we celebrate Christmas, and it's the time for sharing. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wewe umepata, just share to your neighbor or to the needy. Bwana Yesu asifiwe. Si wakati tu wa kusherehekea tu, lakini let Christ be known to others. Wakati tunaposherehekea, iwe ni wakati wa kumshukuru Mungu kwa kutuletea nini? Mkombozi. Anakuja kutukomboa na alikuja kutukomboa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunaposherehekea, tuendelee kutafakari neno la Mungu. Tusisherehekee tukasahau. Tuendelee kutafakari nini? Neno la Mungu. Na tusisahau kwamba anakuja tena mara ya pili. Jina la Bwana lipewe sifa. And sharing for the needy. Tusisahau hiyo. Jina la Bwana lipewe sifa. Mwenyezi Mungu awabariki tena sana. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Mwenyezi Mungu na Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru, tunakupenda. Hakika Mungu hakuna aliye kama wewe. We thank you Jehovah King of Glory, maana umezungumza nasi, umenena nasi Bwana, kwa sauti ya upole tu Jehovah Nisi. Umetuadharisha Bwana kwa the features and the signs wakati unapokuja Jehovah Nisi. Na ukatuambia kwamba Bwana tuzidi kujiweka tayari for your coming Jehovah King of Glory. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu Bwana kwa kutukumbusha. Tunakushukuru Bwana kwa kuendelea kutuelekeza na kutuongoza Mwenyezi Mungu. Yale tumeyosoma siku ya leo na yale tumesikia kutoka kwako Baba, tusaidie tuaike katika maisha yetu na tukue watu wa kukupenda na kukufuata kila wakati. Na maisha yetu Bwana yakapate kubadilika kuanzia sasa. Tukakuishie wewe Bwana na kukufuata wewe Jehovah Nisi. Acha neno hili Bwana likamee mizizi katika mioyo yetu Bwana, na yakazidi kuzaa matunda mema ndani ya maisha yetu, ndani ya familia zetu, ndani ya kanisa hili, na popote pale tuendapo Bwana. Baba yangu, tukue tukuwakilisha vizuri kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunakupenda Bwana, pokea sifa na shukrani, maana unastahili. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Kesheni ndugu, kesheni, hivi ni kupambauka. Bwana aja, tazameni, na jeshi la malaika. Tutamjua akija, macho yote yatamwona. Ghafula mara moja, atakavyokuja Bwana. Itakuwaje akija? Itakuwaje akija? Akija mfalume. Itakuwaje akija? Itakuwaje akija? Itakuwaje